tumeingia katika hatua kubwa katika mashindano ya kafu zaidi ya miaka 7-8 mfululizo. Unapoingia katika hatua hizi mfululizo, lazima kuna kitu ukiongeze. Usiingie uweze kuingia kwenye kinyang'anyiro cha kuingia katika hatua za kuwa bora ukiwa unaishia katika hatua za awali au hatua za makundi. Leo unakuwa kama vile kibatari, kama nilivyosema, kibatari kutoka nacho nje kwa na upepo kikinazimika. Lakini Simba hata wakiwa katika hali mbaya ya design gani katika mashindano ya kimataifa, wameishia hatua mbaya, hatua ya makundi. Lakini tunafika robo finali, na kwa kukiri kwamba tumecheza robo finali mara nyingi. Hata wapinzani ambao wanatubeza, kuna jina walikuwa wametupa mwaka robo, kila mwaka robo, lakini mwaka robo hizi zina thamani kubwa sana katika klabu ya Simba. Na ndio maana baada ya kukusanya mwaka robo nyingi, tumekuwa na thamani kubwa kila sehemu ya kafu katika ubora, na sie tumo. Mwaka robo hizi ndio leo tumetufanya tumekuwa nafasi ya 5. Mwaka robo hizi leo tumekuwa katika klabu za Sekafa. Sisi ndio tumeingiza timu kugombea katika kinyang'anyiro cha klabu bora Afrika nzima. Ya Rabbi, tunakuomba mjalie Shomari Kapombe katika tuzo hiyo, ya Rabbi, na yeye ashinde. Na tunakuomba ya Rabbi, muongoze Shomari Kapombe na vijicho vyenye husda vya watu ambao walisema wanataka mafanikio, basi wasimwekee jicho la husda Shomari Kapombe akakosa tuzo, ya Rabbi. Ya Rabbi, tunakuomba Shomari muongezee katika hili aweze kupata baraka na asipate majeraha ya mara kwa mara. Ya Rabbi, tunakuomba mpe afya njema Mama Esther, amlee beki wetu wa mpira vizuri katika maeneo yaliokuwa bora kama alivyomlea sasa hivi, ambapo anakamata full back namba 2 na kule nyuma apiti mtu. Ya Rabbi, tunakuomba muongoze Shomari Kapombe, aongoze jahazi la Simba Sports Club liwe jahazi bora, na yeye katika tunzo hii aweze kufanikiwa. Lakini ya Rabbi, tuondolee vijicho. Ya Rabbi, tuondolee watu wenye viroho vya kisununu katika mechi yetu Jumapili, kwa sababu tunajua hiyo Jumapili watu wanataka sisi tuharibikiwe. Lakini ya Rabbi, wewe uko katika, sisi tuko katika mikono yako salama. Tunakuomba ya Rabbi, tuongoze wana Simba mechi yetu Jumapili, ya Rabbi la alamina, tuweze kufanya vizuri na tusonge mbele. Ya Rabbi la alamina, jahazi la nchi ya Tanzania na Sekafa liko mikononi mwa Simba Sports Club. Tunakuomba ya Rabbi la alamina, waongoze wachezaji wa Simba. Ya Rabbi la alamina, waongoza mashabiki wa Simba. Ya Rabbi la alamina, waongoze viongozi wa klabu ya Simba wawe na hekima na busara. Ya Rabbi la alamina, muongoze msemaji wetu Ahmed Ali awe katika afya njema siku hiyo, aangalie Simba ikiingia hatua ya makundi kwa ushindi mkubwa mno, ili atakapotoka pale Abilalamina afike nyumbani kwake, akae na familia yake, angalie mechi ya marudio akiwa na furaha, na akiwaona wana Simba ambao kawaita. Na sisi tunamuitika msemaji wetu, na tunaitika simu yetu kwa kukata tiketi. Tiketi shilingi 5,000, tiketi 10,000, tiketi 20,000, tiketi 30,000, na kwa maafisa kuna 2,500 na 1,150. Kwa ninavyojua Simba mpaka Jumamosi au Ijumaa shughuli itakuwa imetaradadi vizuri. Jumapili tunaenda uwanjani kwenye pikniki yetu, ila tuwaambie hapa bado hatujafanya nini, hatujapita. Ili tupite, kata tiketi yako kwa kutoa pesa. Pesa utakayotoa ndio thamani ya klabu ya Simba. Pesa utakayotoa ndio thamani ya kutupa ushindi klabu ya Simba. Usipotoa pesa, klabu yako haitakuwa na thamani kama tuliokuwa nayo. Kwa hiyo usikubali hata mara moja kwenda uwanjani ukaingia bure ukaishusha thamani ya klabu ya Simba. Acha wale wanaoingiza na bure thamani ya vilabu vyao hiyo ya vichochoroni. Sisi tunaotoa pesa kwa gharama zetu, thamani ya klabu yetu izidi kupanda. Na ndio maana mpaka leo Simba tuna mpinzani ukanda wa Sekafa, Simba tuna mpinzani Afrika, tuko namba 5. Yeye Mwenyezi Mungu ijalie Tanzania, ya Rabbi, tunakuomba ijalie Simba Sports Club. Bwana Shabani kaka, mambo ni? Naam, poa, nashukuru Mungu. Kwa vizuri? Niko vizuri kwa 100% kwa sababu nimepata taarifa hapa kwamba klabu yetu imepata bahati ya kushiriki katika vilabu vya kugombea tunzo ya klabu bora Afrika. Kwa hiyo baada ya kusoma hiyo taarifa hapa muda si mrefu, nimekuwa na faraja kubwa na bashasha kweli katika nafsi yangu. Yes, Simba Sports Club. Na kwenye Sekafa inaonekana tumeingia peke yetu. Kama sijakosea, inaonekana Sekafa tuko Simba peke yetu. Kwa hiyo katika hilo tu nimepata faraja sana. Yes. Kwa nini hasa unadhani Simba katika ukanda huu Afrika Mashariki imekuwa peke yake? Mara nyingi hatupendi kujipa sifa ambazo hazina faida.
Simba tunafanya vitu vikubwa, ndio maana hata kafu wanatupa nafasi, wametupa mashabiki bora, tumekusanya pointi tukiwa tunacheza uwanjani mpaka tukatoka tulipo. Sasa hivi tuko nafasi ya 5 katika ubora Afrika, lakini unapozungumzia vilabu bora 10 Afrika, Simba iko nafasi ya 5. Kwa hiyo hata kwenye tunzo huwezi kuwa nafasi ya 5 ukakosa kuwa kwenye tunzo ambazo za watu na ambao na wenyewe wanagombea kwenye hizo nafasi. Kwa hiyo huu bora tuliokuwa nao, niwaambie wana Simba wajivunie. Kwanza wana discipline kwa kila jambo ambalo linafanya klabu yao. Na klabu yetu ya Simba Sports Club mafanikio wanayapata kwa sababu mashabiki wake hawapendi vya bure bure. Wanajua thamani ya mpira. Unapothamini kitu chochote na chenyewe lazima kitakuthamini. Haiwezekani usiuletee thamani mpira afu wenyewe uje ukuthamini. Wenyewe waloanzisha mpira huko duniani na wanajua maana mpira, hamna klabu watu wanaenda kuingia bure. Sasa ukiona watu wanaingizana bure hawajui thamani ya mpira. Kwa hiyo acha tu wawe katika zile renki zao za chini, lakini watafanya kazi sana kutufikia Simba Sports Club. Bana, kwanza tuzungumzie hili la Simba kuwemo katika miongoni mwa vilabu vinavyowania klabu bora barani Afrika. Msimu uliopita Simba walifika hatua ya fainali ya kombe la shirikisho. Msimu huu wako katika klabu bingwa na wamefanya usajili mkubwa. Mafanikio ambayo wameyapata msimu uliopita wakiwa kombe la shirikisho na kuongeza nguvu msimu huu, na pia yupo mwalimu wa mpira ama meneja wa mpira sasa hivi. Na kuteuliwa kwenye hizi tuzo, endapo Simba atakuwa na muendelezo, tunaweza kuona Simba ikifanya vizuri zaidi katika michuano ya klabu bingwa msimu huu. Ama tuzo ikawa motisha, kuchaguliwa huko kama motisha. Kwanza niseme ni wapongeze viongozi, kwa maana kuna wakati tunapenda kusifia management ya klabu ya Simba. Mimi na uhakika management ya klabu ya Simba ingekuwa ovyo, Simba tusingepata haya mafanikio. Management ya klabu ya Simba ikiongozwa na mwenyekiti wa bodi ambaye mwanzo alikuwa Mohamed Dewji, sasa hivi kamwachia mzee Magoli, lakini upande wa wanachama kuna Murtaza Ali Mangungu. Wako katika utaratibu wa kujenga misingi ya klabu yetu kwa uendelevu kuliko kuangalia hapa karibu alipokuwepo. Na mafanikio mara nyingi hayaji haraka. Mafanikio yanakuja lazima usurvive. Kwa hiyo mipango ya management ya klabu ya Simba ndio inafanya mpaka sisi tunakuwa bora. Lakini la pili, nipongeze zaidi wale ambao wanawashauri hawa viongozi. Kwa sababu naenda kwa kiongozi afu kwa unawashauri walokuzunguka waliokuwa bora. Washauri wa viongozi wako vizuri, lakini hata mashabiki wa klabu ya Simba walioizunguka Simba yao ambao wanaelewa maana ya mpira na thamani ya mpira ni nini, na wenyewe wamekuwa chachu sana klabu yetu kwenda kufanya vizuri. Klabu ya Simba itapata mafanikio zaidi kwa sababu kuanzia mashabiki wao, kuanzia viongozi wao, wachezaji wao na watu wengine wote ni watu ambao wanathamini thamani ya mpira. Na ndio maana unakuta klabu yetu inaenda kufanikiwa zaidi na zaidi na tutafanyikiwa zaidi kwa sababu kila mtu kwenye Simba anajua thamani ya mpira ni nini, na ndio maana unakuta klabu yetu inaenda kufanya vizuri. Na chachu ya kupata hizi nafasi sio kama tunapewa, hapana. Tumeingia katika hatua kubwa katika mashindano ya kafu zaidi ya miaka 7-8 mfululizo. Unapoingia katika hatua hizi mfululizo lazima kuna kitu ukiongeze. Usiingie uweze kuingia kwenye kinyang'anyiro cha kuingia katika hatua za kuwa bora ukiwa unaishia katika hatua za awali au hatua za makundi. Leo unakuwa kama vile kibatari, kama nilivyosema, kibatari kutoka nacho nje kwa na upepo kikinazimika. Lakini Simba hata wakiwa katika hali mbaya ya design gani katika mashindano ya kimataifa wameishia hatua mbaya, hatua ya makundi. Lakini tunafika robo finali, na kwa kukiri kwamba tumecheza robo finali mara nyingi. Hata wapinzani ambao wanatubeza, kuna jina walikuwa wametupa mwaka robo, kila mwaka robo, lakini mwaka robo hizi zina thamani kubwa sana katika klabu ya Simba. Na ndio maana baada ya kukusanya mwaka robo nyingi, tumekuwa na thamani kubwa kila sehemu ya kafu katika ubora, na sie tumo. Mwaka robo hizi ndio leo tumetufanya tumekuwa nafasi ya 5. Mwaka robo hizi leo tumekuwa katika klabu za Sekafa. Sisi ndio tumeingiza timu ya kugombea katika kinyang'anyiro cha klabu bora Afrika nzima. Sasa hebu imagine, fikiria mtu ambaye anakucheka wewe mwaka robo na yeye hata hatua hizo afiki na wala hana thamani hiyo, nani hapa mkubwa? Kwa hiyo sisi tunathamini kile ambacho tunachokifanya na tunasupport timu yetu, na ndio maana tunafanya mafanikio.
hata katika kusupport timu, kuanzia kwenye jezi, kwenda uwanjani, kufanya kazi za kijumuiya za Simba na kufanya kitu chochote Simba iwe juu. Wana Simba wanadiriki kutoa pesa zao za mifukoni ambazo wamezipambania kwa jasho lao kuhakikisha klabu yao inasonga mbele. Leo jezi ya Simba ikitoka, kila mwana Simba, hamna mwana Simba anapewa jezi bure, wananunua. Safari ya klabu ya Simba yoyote kwenda Benjamin Mkapa au kwenda hata mkoani hata nje ya nchi, wana Simba wanajitolea wenyewe gharama. Lakini ukiachia hilo, hata viingilio vya kwenda uwanjani katika vilabu vyote vya hapa Tanzania, sisi ndio tumeweka rekodi ya kujaza uwanja Benjamin Mkapa tukiwa mashabiki, tunalipia viingilio vyetu bila kwenda pale uwanjani tukalipiwa. Sasa mimi nataka nijue, baada ya kulipiwa unamlipa nini yule bosi? Bana Shabani, tumalize na hili katika tuzo hizi ambazo zimetajwa watu wanazogombania, pia Shomari Salum Kapombe, mchezaji pekee kutoka kusini mwa jangwa la Sahara, akitokea ligi ya Tanzania bara, Mtanzania huyu akitokea Simba Sports Club pekee ameteuliwa kuwa miongoni mwa nyota wanaowania tuzo ya mchezaji bora wa upande wa vilabu barani Afrika. Hii nayo imekaaje kwa Baba Esther? Msimu uliopita alizungumzwa sana kabla msimu kuanza. Msimu huu anagombania tuzo ya mchezaji bora Afrika. Yuko timu bora na anafanya kazi bora. Watu wanasema nabii akubariki kwao. Shomari Salum Kapombe zaidi ya miaka 13 14 anatumikia klabu yetu kwa uaminifu, kwa uweledi mkubwa. Leo yeye ndo captain wa timu ya Simba Sports Club. Anavaa kitambaa, anaongoza jahazi la Simba Sports Club. Nafasi hiyo alistahili kuwa nayo kwa sababu kwanza yuko timu kubwa na yeye mwenyewe mchezaji mkubwa. Kwa hiyo mimi nimwambie tu Baba Esther, kazi yake imetukuka. Kabeba jahazi la Simba katika kila nyakati, akiwa captain mpaka amekuwa captain. Na leo yeye mikoba yote ya Simba Sports Club anayo yeye, ameibeba. Kwa hiyo mimi nimtakie kila laheri, lakini watu wajifunze. Hawapewi kwa sababu ya sifa wanazosifiwa na watu wengine. Wanapewa kwa sababu kuna vitu wanavifanya kwenye uwanja. Shomari kuna vitu kavifanya ndio maana akapewa nafasi. Simba kuna vitu wamevifanya ndio maana leo wameingia katika vilabu wanavyogombea bora. Hawajapewa kwa sababu wamemsafirisha mtu bure, hawajapewa kwa sababu wamempa mtu supu bure, hawajapewa kwa sababu mtu anataka kaingia uwanjani bure, hawajapewa kwa sababu mtu anataka wekewe bilioni bure. Wamepewa kwa sababu dakika 90 zimeamua katika wao kufanya vizuri. Teamwork ya Simba Sports Club inaposhirikiana ndio maana tumekuwa klabu ambayo tumeingiza katika vilabu bora Afrika. Lakini Shomari Kapombe amepewa heshima ya kushiriki tuzo ya hiyo mchezaji bora kwa sababu analinda jahazi la klabu ya Simba toka akiwa bado mdogo mpaka leo yupo na toka captain mpaka leo captain. Lakini anaheshimu mpira, hajawahi kupata kashfa yote kwenye mpira na wala hajakuwa na tamaa. Ni mtu ambaye anajua thamani ya mpira, anajua thamani ya klabu anayochezea. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu mimi namuombea kila laheri, ambariki, afanye vizuri, na mimi nasema